unaposema mko tayari unamaanisha mko tayari hata kuua. Kwa namna ile, kwa namna yoyote. Wewe ni Mwanza. Hello, habari mheshimiwa? Salama. Naongea na mkuu wa polisi wa Mwanza. Mimi ni msaidizi wake. Okay, ni msaidizi. Okay, sawa. Tulikuwa tunatoa taarifa ya maandamano ya mji wa Mwanza. Maandamano yatakayofanyika tarehe 7/7 kwa mji mzima wa Mwanza, maandamano ya amani. Naongea na nani? Mimi naitwa Nuru. Naitwa Nuru Masunga. Unatokea wewe uko wapi? Mwanza Sengerema. Yeah. Kwa hiyo Taarifa tunaotoa sisi taarifa tunaotoa sisi ni kuhusu maandamano ya amani yatakayofanyika mji wa Mwanza, mkoa mzima. Ni maandamano ya amani. Haujui? Sijaona barua. Haina shida, barua haina shida, angalia kwenye, tunaruhusiwa kutuma hata kwenye email. Tunaruhusiwa kutuma hata kwenye email. Hayo ya amani yanaandaliwa na nani sasa? Yanaandaliwa na wananchi. Yanaandaliwa na wananchi. Kwa hiyo tunatamani sana kupata ulinzi kutoka kwa jeshi la polisi, kwa sababu si ndio nyinyi mnatulinda, si wananchi. Nahitaji kuonana na hao viongozi wao wananchi. Viongozi? Nahitaji kuonana na viongozi wa hao wananchi ambao wanasimamia mambo. Lakini kwenye katiba haijataka viongozi. Wananchi wakikutana kwa amani zaidi ya mimi nimekuambia, yani kama kuna maandamano lazima na viongozi, kuna nini? Tunataka tuonane na viongozi. Imeandikwa wapi kwenye katiba hiyo? Kwenye katiba imeandikwa wapi hiyo? Kwenye sheria. Sasa katiba si ndio sheria mkuu? Kwamba yani unasikia hakuna ambao hauna mipaka. Yani sheria ilivyoweka kwamba kuna hiki kinatoka huku kinatoka huku. Ni kweli? Ni kweli hilo? Ni kweli hilo unalozungumza mkuu? Kwa sababu katiba pia tunaijua, kwa sababu kwani katiba si ndio sheria kaka? Anyway, sitaji kuongea sana na wewe maneno mengi. Mimi nimesema kama wewe ni kiongozi ni nani tunahitaji, lakini mimi najua hakuna maandamano hayo yanayosema ya wananchi kama kuna. Kwa hiyo mkuu hata barua nikituma hautaitambua. Nimesema nahitaji viongozi. Wewe ndio kiongozi wewe. Ndio na mimi kiongozi utakuwa muoga. Hapana, mimi si hapana. Sasa ningekuwa muoga mkuu, ningepiga simu. Simu hizi zinapiga tu, unaweza ukachukua. Au ningekuwa muoga kaka, ningetaja jina langu, kwa sababu unaweza ukaangalia kama niko majina watu wote wanaotaja wala sio hata ya kwao, hata simu watu wamesajili majina ya watu. Okay, ukifuatilia hii namba utagundua ni namba yangu mimi, ni Nuru Masunga. Hata ukitrack ni namba yangu mimi, ni namba yangu kabisa. Wewe na wenzako na viongozi wenzako na barua yako. Lakini mkuu, kwa heshima, yani nimekuuliza kwa sababu nyinyi si mmesoma sheria na mnatuongoza wananchi kupitia sheria. Katiba si ndio sheria? Tunaishi kwenye uangalizi wa nani wa sheria ambayo iko kwenye katiba. Vitu vyote unavyoviona huko vinanyambuliwa kwenye sheria sasa mbalimbali. Sasa sheria gani? Kwa maana tunaishi mkuu, tunaishi under constitution, si ndio? Tunaishi kwenye constitution yetu hapo. Tunafuata sheria kutoka kwenye katiba yetu. Si ndio?
lete barua wewe kiongozi, tutakujibu. Lakini tunaruhusiwa kupiga simu, maana katiba inaruhusu kutoa taarifa. Kuambia lete barua utajibiwa. Okay, sawa. Na basi hiyo barua basi kwani kuna sanduku hapo hapo ofisini? Mimi nimekwambia kiongozi wa namna hiyo, muoga namna hiyo. Sasa uoga wapi mheshimiwa? Uoga ningepiga simu. Uoga ningepiga simu. Uoga ningepiga simu. Kupiga simu sio issue sana. Issue barua, kwa sababu hata wewe nikawa naongea naye jitambulisha, wala hata sio wewe. Okay, mheshimiwa. Naongea na mtu yuko Kenya hapa, na naongea na mtu yuko Marekani hapa. Sasa Marekani, jamani, hii namba imepiga namba ya Marekani au namba ya Tanzania? Hizi teknolojia zimekwenda zimesonga sana mbele. Hamna kitu kama hicho. Hii namba yangu nimepiga ya Tanzania 0754930411, ni namba yangu kabisa. Kwa hiyo haina haja ya kuogopa, kwa sababu nimeshatoa taarifa kwamba wananchi wataandamana. Ni kutokana na ni katiba yetu inaturuhusu. Asante. Wewe leta barua tutajibu. Barua ninatuma kwenye email, kwa sababu email sizipo. Kwani email mlitoa za nini? Tuma kwenye email, wewe tuma. Sawa, asante mheshimiwa. Ila maandamano ni tarehe 7. Tarehe 7 maandamano ya amani Mwanza nzima. Tuko imara. Wewe sogea tu, wewe sio tu na mabango na nini, sisi tuko tayari, yani tuko fit. Mko fit kutulinda, si ndio? Si mko fit? Mko fit kutulinda. Mko fit kutulinda, na ninachotegemea hicho. Hilo, ila sio kutuua. Lakini kama kuna wahalifu pia nao tutapambana nao. Okay. Kwa njia ambazo tunaweza kukuja, kwa sababu maandamano mengi tunayaona yanatangazwa maandamano, lakini ni ya wahalifu. Okay, haya tunakuhakikishia sio ya wahalifu. Kwa hiyo tunachotegemea mkiwa fiti, ufiti ambao mko nao mheshimiwa, ufiti ambao mko nao tunategemea kwamba mtawalinda wananchi na sio kuwaua. Maandamano mangapi tunayaona, tunahakikishiwa haya yako hivi na mengine yanakuja hayawi hivyo kwenye sura hiyo unayosema. Lakini unadhani ni kwa nini wananchi wanageuka wanakuwa wakatili? Ndio maana mimi nimekuambia sisi tuko tayari kwa vyovyote. Kwa vyovyote, kwa hiyo hata kuua. Wewe andika barua utajibiwa. Sawa, barua tayari na nimeshaiforward tayari. Kwa hiyo ninachokuuliza ni kwamba, kwa hiyo unaposema mko tayari unamaanisha mko tayari hata kuua? Kwa namna yoyote tu ile mko tayari kuua. Yaani kwa namna yoyote ile. Mimi nimemaliza. Asante. Sasa mnasikia Huyo ni mkuu wa kituo cha polisi cha Mwanza. Mkuu wa kituo msaidizi Mwanza. Sijui mnasikia Hizi ni namba ambazo niko nazo zote. Kwa sababu sheria inaturuhusu kutoa taarifa. Sijui unanielewa Kwa hiyo hao wanasema wako tayari kwa namna yoyote. Hizi ni namba za wakuu wa polisi zote. Tanga, sijui wapi, zote hizi ni namba. Unaona hizi namba? Hizi zote ni namba. Nilipiga Arusha nini. Listen, sisi sio makondoo. Sisi sio makondoo hata kidogo. And we cannot be treated like that. Unaona jeuri eti yuko tayari kwa lolote. Okay, tarehe 7 tunakuja.